Okay, ladies and gentlemen, ni kwa mara nyingine tena Banse Family Anse Julius yupo live hapa kuelezea moja kati ya vitu ambavyo pengine vinakushangaza, pengine vinakusumbua kwa namna moja ama nyingine. Leo nitakuja kukuelezea moja kati ya vitu vinavyoogopwa zaidi duniani. Mossad ni nani hasa? Kwa nini ni watu ambao wanatajwa kuwa na nguvu kubwa sana duniani? Mossad ni nani hao? Mossad ni nini? Mossad? Mossad ni shirika la kijasusi la taifa la Israel. Jina kamili kwa Kiebrania na kwa Kiyunani wanafahamika kama Mossad Remod Uretakbin Meyhadin, yaani taasisi ya ujasusi na operation maalum. Kwa kifupi, Mossad ni sawa na CIA ya Marekani au M16 ya Uingereza, lakini kwa wengi wanachukuliwa kuwa miongoni mwa shirika lenye ufanisi zaidi duniani. Kazi za Mossad ni zipi hasa? Mossad wana kazi 4 kubwa ambazo haya ndio malengo ya kuanzishwa kwa Mossad. Kazi ya kwanza ni ujasusi wa kimataifa, intelligence gathering. Mossad hukusanya taarifa za siri kuhusu maadui wa Israel katika kila kona ya dunia. Mossad wapo kila kona ya dunia. Unaambiwa kwa Mossad wapo kwenye system mbalimbali. Wapo kwenye system za kidini, wapo kwenye system za kielimu, wapo kwenye system za kiafya, wapo kwenye system za kijeshi, wapo kwenye system za maisha halisi, maisha ya chini kabisa kwa ajili ya ujasusi wa kimataifa. Lengo lao ni kukusanya taarifa za siri kuhusu maadui wa Israel. Mossad pia wao wanadili na operation za siri, covert operation. Hapa ndipo wanapojulikana zaidi. Wanatekeleza mission za siri nje ya nchi. Mission za siri, unaweza kusikia tu kuna tukio limetokea, afu uchunguzi ukafanyika ikagundulika kwa Mossad ndio wahusika, wao wanafanya operation za siri. Pia jukumu lao la tatu ni kupambana na ugaidi. Mossad huwinda na kuzuia makundi au watu wanaotishia Israel. Pia Mossad wanatumika kulinda maslahi ya Israel duniani, hata kama ni mbali sana na mipaka yao. Yaani even sisi hatupakai na Israel, lakini tukigusa tu maslahi ya Israel, Mossad mzee tunakutana nao, manake wao lengo lao kubwa ni kulinda maslahi ya Israel duniani. Kwa nini Mossad wana nguvu sana? Kuna sababu nyingi. Sababu ya kwanza ni teknolojia ya juu sana. Mossad wana teknolojia kubwa sana. Kama tunavyojua kwa Israel ni moja ya nchi zinazoongoza duniani kwenye teknolojia. Kwa kitu ambacho kinapelekea Mossad wanatumia AI na ufuatiliaji wa kisasa, wanafanya udukuzi wa mifumo, cyber hacking intelligence. Pia wana vifaa vya kisasa vya ujasusi, kitu ambacho kinarahisisha sana shughuli yao ya ujasusi. Lakini kitu cha pili ni mtandao mkubwa wa mawakala duniani. Kama ninavyojua kwa Mossad, hawa wanatoka kwenye Rothschild family, familia ambayo inaidai dunia. Ukisikia dunia inavyosemekana kwa dunia inadaiwa bilioni dola za Kimarekani bilioni 500. Sasa hizo dola bilioni 500 ndo anadaiwa na familia ya Rothschild family. Sasa Rothschild family ni wawekezaji, ni main sponsor mkubwa wa Mossad. Kwa kitu ambacho kinasababisha Mossad wawe na mawakala, agents katika nchi nyingi duniani. Wengine hata hujulikana kama raia wa kawaida. Yaani mtu tu unaweza kawa, mimi tunaweza nikawa tu wa kawaida, lakini nikawa ni agent wa Mossad. Then Mossad wana nguvu sana kwenye ujasiri wa operation zao. Mossad hawana hofu ya kufanya operation nje ya nchi.
Mfano maarufu, moja kati ya operesheni nzito sana ilikuwa ni kumkamata Adolf Eichmann huko Argentina. Operesheni ilifanywa mwaka 1960, ambaye huyu anajulikana kama mhalifu wa vita wa Nazism. Kwa hiyo operation dhidi ya wapinzani wa Israel katika nchi mbalimbali, mara nyingi wanafanya operation hizo kwa siri kubwa. Then Mossad wanadili na msaada wa kisiasa na kijeshi, wanaungwa mkono na serikali ya Israel kwa nguvu zote, na pia wana uhusiano na mashirika kama CIA ya Marekani na M16 ya Uingereza. Utamaduni wa survival. Israel kama taifa limezungukwa na maadui kwa muda mrefu. Hivyo Mossad wamejengwa kwa falsafa ya kabla hawajakushambulia wewe washambulie kwanza. Kabla hawajakushambulia wewe washambulie kwanza, kwa sababu hawa ni maadui zako na kila muda atakuwa wanapanga njama za kukushambulia. Kwa ukweli muhimu ambao watu wengi hawajui, Mossad si jeshi, ni ubongo wa vita, intelligence brain. Wanafanya kazi kimya kimya. Mara nyingi hutajua walihusika baada ya miaka mingi. Baadhi ya hadithi zao zimechanganyika na propaganda. Sio kila kinachosikika ni 100% ukweli. Kwa ufupi kabisa, Mossad ni shirika la ujasusi la Israel. Nguvu yao inatokana kwenye teknolojia, taarifa, ujasiri wa operations za siri na kadhalika. Mossad wamejijengea sifa ya kuwa hatari na wenye ufanisi mkubwa duniani. So tutakuletea operation 5 za maana ambazo zimeacha historia nzito duniani. Operation 5 ambazo zilifanywa na Mossad ambazo zimeacha historia nzito duniani. Operation ya kwanza ni operation ya kumkamata Adolf Eichmann mwaka 1960. Lengo, Adolf Eichmann alikuwa ni mhalifu wa Nazi. Alikuwa amekimbilia Argentina akijificha kwa jina la bandia. Mossad walimfuatilia kimya kimya kwa miezi mingi, wakamkamata usiku, wakamtorosha hadi Israel. Kwa nini ni kubwa? Hii inaonyesha kuwa hakuna mtu anaweza kujificha milele, hata ukiwa upande mwingine wa dunia. Mossad wapo. So operation nyingine ni operation Wrath of God ya mwaka 1972 hadi miaka iliyofuatia. Hapa tunaangalia kwenye operation yao. Hii ni kisasi baada ya Munich Olympic Massacre. Wana michezo wa Israel waliuawa na kundi la Black September. Mossad walipewa kazi ya kuwatafuta wahusika wote. Walifanya mauaji ya siri katika nchi mbalimbali za Ulaya na Mashariki ya Kati. Kwa nini ni kubwa? Operation hii ya Wrath of God 1972 hadi miaka iliyofuatia ni operation ya muda mrefu ya kisasi. Iliweka hofu kubwa kwa maadui wa Israel. Then operation ya tatu ni operation Entebbe ya mwaka 1976, uokoaji wa mateka Uganda. Ndege ilitekwa na magaidi na kupelekwa Entebbe. Mossad walikusanya jeshi la Israel likafanya shambulio la ghafla. Mateka wengi waliokolewa ndani ya dakika chache. Kwa nini ni kubwa? Ilikuwa operation ya umbali mrefu sana kwenye usahihi wa hali ya juu. So operation kuiba, then operation ilikuwa ni ya kuiba nyaraka za nyuklia za Iran. Hii ilifanyika mwaka 2018. Lengo kupata siri za nyuklia za Iran. Mossad waliingia ghafla katika gara la siri Tehran, wakaiba maelfu ya mafaili na hard drives, wakatoka bila kugundulika. Ilionyesha uwezo wao wa kuingia moyo wa adui bila kelele. Then mauaji ya Muhammad al-Mabhouh mwaka 2010. So hii ni operation ya 5. Muhammad al-Mabhouh ni kiongozi wa Hamas aliyeuawa Dubai. Mahmoud al-Mabhouh alifuatiliwa hadi hotelini. Timu ya Mossad ilitumia passport bandia. Aliuawa ndani ya chumba bila kelele. Kwa nini ni kubwa? Ilikuwa operation ya kisiasa yenye matumizi ya kamera, disguise na mipango ya hali ya juu.
Operation hizi zinaonyesha vitu vitatu muhimu. Hakuna mipaka kwa Mossad. Wanafanya kazi popote duniani. Wanategemea akili zaidi kuliko nguvu ya kijeshi. Wanasubira na mipango ya muda mrefu. So Mossad hiki nimekupa tu kwa uchache sana, lakini Mossad ni watu wa mbali, ni watu ambao wanaijua vizuri dunia. Hawa ndio Mossad ambao wameenea katika kila kona ya dunia. Okay.